Ndugu waandishi wa habari, karibuni katika ofisi zetu. Naitwa Felus Festo Kinimi, ni katibu mwenezi wa baraza la vijana Chadema Taifa, Bavicha. Nimewaita mahali hapa kuzungumzia mambo makuu mawili. Kabla sijajielekeza kwenye mambo hayo, niwakumbushe kwamba chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake kwa mwaka mzima kinyume kabisa na taratibu za kisheria. Na hivi sasa tumerejea kwa nguvu kubwa na morali kubwa ya kukijenga chama chetu, kuendeleza chama chetu kuwa imara zaidi, kuhakikisha kesho na kesho kutwa jambo hili halitajirudia tena. Jambo la pili, tunatoa rai kwa utawala dhalimu kumwachia mwenyekiti wetu bila masharti yoyote. Lissu sio mwaini. Watawala wanajua hilo, Watanzania wanajua hilo, na dunia inalitambua hilo. Tunataka umwachie mwenyekiti wetu kama walivyomkamata. Tunatambua wanaona ugumu wa kumwachia mwenyekiti wetu kwa sababu wanajua alimkamata bila kosa lolote. Na tunawataka kwa njia hizo ambazo tumia kumkamata bila sababu yoyote wafanye hivyo hivyo pia kwenye kumwachia. Kwani wasipofanya hivyo, sisi kama chama na viongozi wa chama tumejipanga na tuko tayari tutatoa mwelekeo wa nini cha kufanya katika uhuru wa mwenyekiti wetu. Hivi sasa nijielekeze kwenye mambo makuu mawili ambayo nimewaita mahali hapa leo kuyazungumzia. Tunatambua kwamba bandari zetu za Dar es Salaam zinachangia kwa asilimia kubwa kwenye uchumi wa taifa letu. Zinachangia kwa asilimia kubwa kwenye biashara ya kanda ya Afrika Mashariki na baadhi ya nchi jirani ambazo zinatumia bandari yetu kuingiza mizigo na kufikisha kwenye nchi yao. Tumepokea malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara, mawakala wa forodha na mizigo bandarini juu ya mambo kadhaa ambayo yanaendelea bandarini. Jambo la kwanza, Januari 2026 TPA ilianzisha tozo mpya ya bandari inayojulikana kama PID, inaitwa Post Infrastructure Development. Tozo hii ni kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya bandari. Tunatazama PID si tu kama kodi ya maendeleo ya miundombinu, bali ni mzigo kwa wananchi. Tunatambua umuhimu wa kuendeleza miundombinu ya bandari, lakini umuhimu huo haupaswi kuwa mzigo na maumivu kwa wananchi. Kama mwezi Julai TPA watakaza kichwa na kuendeleza kuzitumia tozo hizo, basi zitakuwa na athari kubwa na zifuatazo. Athari ya kwanza, moja ni kuongezeka kwa gharama za biashara. Tozo hizi ambazo ni PID inakadiriwa kuwa 1% hadi 2% ya CIF, Cost Insurance and Freight. Kwa hiyo hizo tozo zitakuwa ni 1% hadi 2% ya gharama zote za mizigo, usafirishaji na insurance premium ambazo zitakuwepo kwenye thamani ya mzigo husika. Kwa mfano, kama thamani ya CIF itakuwa ni $100,000, PID itakuwa ni $1,000. Kwa hiyo ni mzigo mkubwa ambao unaongezeka kwa Mtanzania. Lakini tuwakumbushe Watanzania kwamba bandarini kuna kodi inaitwa wharfage. Kodi hii ni mahususi kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya bandari. Wakati ambao kuna kodi inaitwa wharfage kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya bandari, tunaletewa kodi nyingine inaitwa PID. Kwa hiyo haina tofauti na malimbikizo ya kodi au double taxation na yenye kuwaumiza Watanzania. Matokeo yake itakuwa ni kuongezeka kwa gharama za usafirishaji wa bidhaa pamoja na kupanda kwa bei za bidhaa ambazo zitakuwa ni maumivu kwa Watanzania wote. Athari ya pili itakuwa ni hoja ya ushindani wa kikanda. Ni lazima tukumbuke kwamba kuna bandari ambazo zipo kwenye ukanda wetu. Kuna bandari ya Mombasa, kuna bandari ya Maputo na kuna bandari ya Durban, South Africa. Hizo ni bandari ambazo sisi tunashindana nazo kwenye ukanda huu. Katika bandari hizi wenzetu wanazingatia kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari na kuongeza ufanisi ili kuvutia watumiaji zaidi wa bandari zao. Wakati ambao sisi tunahangaika kuongeza gharama, tutapoteza baadhi ya watumiaji wa bandari zetu, watakwenda kutumia bandari za washindani wetu au nchi jirani ambazo zina bandari, kusababisha bandari zetu za Dar es Salaam na bandari za Tanzania kupoteza wawekezaji wakubwa au watumiaji wakubwa wa usafirishaji wa mizigo kwenye bandari zetu. Lazima tuliangalie jambo hili kwa ufasaha mkubwa mno na kwa jicho lenye kufikiria kiuchumi. Wakati wenzetu wanapunguza gharama na kuongeza ufanisi kuhakikisha wanapata watu zaidi wa kutumia bandari zao, sisi tunakwenda kuongeza gharama. Watumiaji wa bandari zetu watakwepa mzigo huo mkubwa ili wasumize wananchi wao, watakwenda kwenye bandari zenye nafuu. Itakuwa ni athari kwetu kupoteza watumiaji wa bandari zetu. Hoja ya tatu ni uwazi na uwajibikaji. Nataka jambo hili tuzungumzie kwenye kumbukumbu kubwa sana. Ni miaka michache nyuma TPA waliingia mkataba na DP World. DP World aliingia mkataba kwa ajili ya kufanya, na wakati anasaini mkataba huo tulielekezwa atakwenda kufanya maboresho makubwa ya miundombinu ya bandari, atakwenda kuongeza ufanisi bandarini na kuongeza teknolojia za kisasa bandarini. Katika wakati huo huo ambao bandarini kuna mwekezaji anaitwa DP World, tunaletewa kodi nyingine inaitwa PID kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya bandari. Ndugu zangu wa Tanzania, tujiulize, DP World amefanya kazi gani kama jambo ambalo tulielekezwa atakwenda kulifanya, tunaletewa kodi nyingine wa Tanzania ili wakafanye jambo hilo. Kwa lugha nyepesi, sisi kama chama tulikwisha kuonya mwanzoni pindi ambacho mkataba wa DP World unasainiwa. Watanzania walipiga kelele, wadau mbalimbali walipiga kelele na wafanyabiashara walikataa mkataba huo. Kwa jambo hili linakwenda kudhihirisha kwamba DP World yuko pale bandarini kama ulagai tu, ni mvunaji asiyewekeza shambani. Kama mambo ambayo DP World ibidi hajayafanya na wanaletea tozo mpya wa Tanzania ili waweze kufanya mambo hayo, DP World yuko bandarini kwa kazi gani? Basi haondoke bandarini hapo, ijulikane kwamba hakuna kitu chochote alichokiwekeza na yale ambayo alitakiwa kuyafanya ameshindwa, ili Watanzania watambue bandari hazina mwekezaji na zinaendeshwa kwa gharama zao wenyewe.
Na imekuwepo na tabia mpya kwenye nchi yetu kwamba kila jambo litaka kuja linaletewa kodi yake. Wakitaka kurekebisha miundombinu wakwambia kuna kodi ya miundombinu. Wakitaka kufanya jambo fulani wakwambia kuna kodi ya jambo fulani. Hizo kodi nyingine za kiujumla ambazo wananchi wanalipa zinafanya kazi gani? Kesho na kesho kutwa tutaletewa kodi ya kupumua kwa sababu ni kila kitu wanaleta kodi.